Mchezo wa kombe la CRDB Bank Federation Cup, mchezo ambao umepigwa leo katika uwanja wa KMC kati ya klabu ya Young Africans dhidi ya klabu ya Cosmopolitan, umeweza kutamatika kwa klabu ya Young Africans kuweza kupata ushindi wa mabao 2-0, magoli ambayo yamefungwa kwa maridadi mkubwa na mchezaji wao Bob Jame, mabao yote mawili yakifungwa katika kipindi cha kwanza cha mchezo, kwa maana ya dakika 45 za kipindi cha kwanza, mabao yote yakifungwa kwa umaridadi mkubwa. Na katika mchezo, mtazamaji wa Mnyasa Media, tumeshuhudia timu zote mbili zikicheza kwa nidhamu na kushambuliana katika mazingira ya kutafuta ushindi, na ukizingatia kwamba Young Africans wao umetoka katika kucheza michezo ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa maana ya hatua ya makundi na kuweza kuondolewa kwa maana ya kutokufuzu kuelekea hatua ya robo finali, wamerejea kucheza mchezo wao dhidi ya Cosmopolitan katika kombe la CRDB Federation Cup. Hivyo lazima wacheze kwa spidi kubwa na kwa pressure kubwa ili kuweza kuonyesha kwamba wao hawajaweza kuondoka kizembe kwenye hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini kwa jumla wake, upande wa Cosmopolitan na wenyewe wamecheza, lakini ukizingatia kwamba wamecheza na timu ambayo ina uzoefu mkubwa na haya mashindano, lakini vile vile ni timu ambayo imeonekana kuwa na uwezo mkubwa kwa maana ya wachezaji ambao iko nayo. Lakini sasa uwezi ukaweza kubisha uwezo wa Cosmopolitan kulingana na ambavyo wamecheza na Young Africans. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu na wenyewe wameonyesha uwezo mkubwa, kwa sababu kama timu ya Young Africans wameweza kupata ushindi wa mabao 2-0 kipindi cha kwanza, kwa mtu yeyote yule pengine angedhani kwamba timu hiyo ingeweza kuruhusu mabao mengi zaidi katika kipindi cha pili. Lakini umeona kwamba timu ya Cosmopolitan wamecheza kwa nidhamu katika kipindi cha pili kuhakikisha kwamba wanaizuia klabu ya Young Africans isipate mabao mengi zaidi katika mchezo huo ambao umetamatika kwa mabao 2 pekee ambayo yaliweza kufungwa na Young Africans katika kipindi cha kwanza. Hii inaonyesha wazi kwamba Cosmopolitan wenyewe walijipanga kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri katika mchezo huo, lakini ndio hivyo, mambo yamewazidia kwa magumu. Mabao ambayo walioruhusu kipindi cha kwanza ndio yameweza kuwagharimu na kuweza kuruhusu kwamba wakafungwa mabao hayo mpaka dakika zote 90 za mchezo. Lakini kwa jumla wake wamecheza mpira wa kiungwana na mpira wa kujifunza, kuonekana kwamba kuna siku wenyewe pengine watakuja kufanya jambo la ziada. Lakini hivi sasa, mtazamaji wa Mnyasa Media, macho ya watu wengi ni yako kuelekea mchezo wa derby, mchezo ambao unatajwa pengine kutufanyika katika uwanja wa New Amani Complex pale visiwani Zanzibar, kati ya klabu ya Young Africans mwenyeji wa mchezo na Simba Sports Club katika mchezo huo ambaye ataonekana kama mgeni katika mchezo wa ligi kuu ya NBC Premier League. Watu wengi wanatazamia mchezo huo utakuwaje na namna ambavyo timu zimeweza kusajili wachezaji katika dirisha dogo la usajili. Tumeshuhudia klabu ya Simba imefanya usajili kwa wachezaji kama akina Ino Leomba, lakini vile vile akina Aniseti Oula wameweza kuingia kunako klabu ya Simba. Lakini vile vile upande wa Young Africans tumeshuhudia akina Alan Okello, akina Depu wameweza kuingia. Kwa hiyo itakuwa ni dabi aina yake, na bila shaka wachezaji wapya ndio wataonyesha kiwango bora zaidi, bila shaka kuonesha kwamba mchezo huo unakuwa na hadhi yake kama dabi ambayo inashika Afrika Mashariki na Kati katika mchezo ambao utapigwa bila shaka katika uwanja wa New Amani Complex, japo mamlaka bado zitatoa taarifa kamili kujua nini ambacho kitajiri. Lakini kwa mujibu wa afisa habari wa klabu ya Young Africans, yeye anasema wazi kwamba huenda mchezo huo ukapigwa kunako uwanja wa New Amani Complex, uwanja ambao Simba wao hawana bahati nao njema sana kwa sababu ya kupoteza fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya RS Berkane, wakiruhusu suluhu ya nyumbani ya 1-1. Lakini vile vile wameweza kuondolewa pale katika uwanja wa New Amani Complex katika finali ya kombe la mapinduzi dhidi ya Azam FC. Unaweza kuona hapa kwamba Simba uwanja ule kwake sio mzuri sana, japo Young Africans wao katika uwanja ule katika hatua ya makundi wameweza kufanya vizuri, wakicheza michezo 3 nyumbani, wakiweza kushinda michezo 2, lakini wakitoa sare mchezo mmoja dhidi ya Al Ahly. Ni kombe sana mtazamaji wa Mnyasa Media, uendelea kufuatilia channel yako ipenda Mnyasa Media kwa kubonyeza neno subscribe, na sisi tutakuletea dondoo zote hapa Mnyasa Media. Endelea kutufuatilia Mnyasa Media.